muziki utakuwepo hapo nje na mafataki yatapigiwa hapo nje. Kuna eneo la ndani ambalo hapo kutakuwa kuna live band, wale wazee wa live band inapatikana hapo, vinywaji na vyakula kama kawaida. Alafu kuna disco kwa ndani kidogo hivi, wale wazee wa disco dancer ndugu zangu, utakuwa ni mkesha wa maajabu sana, utakuwa ni mkesha wa hatari mno, utakuwa ni mkesha wa viwango vya juu kweli kweli. Ni mkesha ambao utaacha historia kwa wanasimba, itaacha historia kubwa kwa wakazi wa Karatu. Tukimaliza mkesha wetu asubuhi saa 12, wanasimba wote tunaingia kwenye magari yetu, safari ya kuelekea Kreta kwenda kushuhudia uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaondoka mapema ili tuwahi kufika kule chini, lakini vile vile tuwakute wanyama ndio wanaamka. Unajua ile asubuhi unanyosha na viungo. Ukienda mchana jua kali unakutana nyoa majificha kwenye vivuli. Kwa hiyo tunakwenda mchana mapema asubuhi ili tuwakute, tuonane na wanyama, na tukifanikiwa kuingia Kreta moja kwa moja tutaelekea kwenye eneo linaloitwa ambapo hapo ndipo tutafanyia uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Pembezoni mwa eneo hilo la Ngoitoktok kuna bwawa la viboko. Kwa hiyo tunafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapa, pembezoni kuna viboko wanaendelea na shughuli zao. Ukijichanganya ukaingia kwenye bwawa walete. Sio, tumeelewana Ukijichanganya ukaleta mbwembwe kwa watu kwenye bwawa, sisi hapa tutapiga tu rest in peace. Kiboko watu kuacha sana. Kwa cheza kwa step. Tutafanya uzinduzi wetu hapo ya wiki ya Simba, ambapo tutakuwa na viongozi mbalimbali kutoka Simba Sports Club, tutakuwa na viongozi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, tutakuwa na matangazo kadha wa kadha. Wasanii wa Simba Day watatangazwa hapo kupitia tamasha hilo, na kutakuwa kuna surprise kadha wa kadha mpaka tunafikia tamati ya tamasha letu. Baada hapo tutarejea tena kwenye magari yetu, tutazunguka kidogo maeneo ya Kreta kule chini, tutaangalia wanyama kwa kujinafasi.